Bwana asifiwe. Ni jioni nyingine njema. Kwa majina naitwa Helena Tieno. Ningependa kumkaribisha ambaye anaenda kutupatia neno jioni ya leo, Pastor wetu Lucas Mzungu. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalihimidi jina lako jioni ya leo. Tazama Bwana, tumejikusanya mbeleni mwako kulipata neno lako jioni ya leo. Wacha Bwana ukatutetee. Mtumie mtumishi wetu kama chombo kuinena neno lako jioni ya leo, ili ikawe mibaraka katika maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambavyo ametuongoza katika siku ya leo. Ametuleta tena katika mkutano huu makini. Na hivyo nawaalika katika vituo mahali tulipo, tunapotazama na kuendelea kuwa sehemu ya mkutano huu. Karibu sana. Na hapa Kizingo penye kituo kikubwa, karibuni sana tushiriki somo la leo. Somo la leo ni mwisho wa dhambi. Mbingu mpya na nchi mpya. Mwisho wa dhambi, mbingu mpya na nchi mpya, ndilo linakuwa somo letu makini karibu na mwisho. Na kwa hiyo nawaalika kwa namna ya pekee tupate kushiriki kwa pamoja somo hili kwa siku ya leo. Kesi ya msingi ya shetani ni kesi ya uhaini. Na haya ndiyo madai ya shetani yaliyosababisha kesi yake ya uhaini. Kisoma 14:14, Isaya anasema, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa lugha rahisi, anataka kuwa mtawala wa serikali ya Mungu. Kwa hiyo kesi yake ni kupindua serikali ya Mungu ili yeye awe ndiye Mungu, apate kutawala kama mkuu mwenye mamlaka ya mwisho katika mambo yote. Na kesi ya namna hiyo, hata ingekuwa duniani, serikali za kawaida za wanadamu, kesi ya mapinduzi ya serikali ni kesi ya uhaini. Kwa hiyo ili afaulu mpango wake, alipata washirika watakao msaidia. Katika Ufunuo 12 na fungu la 3, neno la Mungu linasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Joka hapo anatafuta wa kumsaidia kufanya mapinduzi. Katika Ufunuo 12 fungu la 4 anasema, na mkia wake una kokota theruthi
ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Hoja kubwa hapa ni kwamba joka ambaye ni shetani kukokota, yani amepata wafuasi 1/3 ya nyota za mbinguni. Na ukitaka ufafanuzi wa nyota, unakwenda Ufunuo 1 fungu la 20. Nani wanaitwa nyota kwa mujibu wa andiko? Anasema siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vitaa 7 vya dhahabu. Nyota zile 7 ni malaika. Waweza kumalizia kusoma fungu. Mimi nilikuwa natafuta tafsiri ya neno nyota. Nyota ni malaika. Ndio maana shetani alikuwa anaitwa nyota ya asubuhi, Lucifer, nyota ya asubuhi. Nikitamka hivi, huko liliko linachekelea. Amenitamka kwa jina langu. Jinga sana wewe. Kwa hiyo nyota ni malaika. Kwa hiyo kukokota 1/3 ya nyota za mbinguni, maana yake amepata wafuasi 1/3 ya malaika wote ambao Mungu aliumba. Wote wakamfuata katika sakata la kupindua serikali ya Mungu. Na alipowapata hao, wakakaa, wakafanya kikao, wakasema sasa tuanze vita. Tuanze vita. Maana huyu Mungu ukimchezea hatutapata ushindi. Tupambane. Nenda Ufunuo 12 fungu la 7. Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Yeye amepata wapi malaika? Kwa hiyo hapa kuna malaika kwa malaika. Kwa hiyo malaika hawa wamemfuata shetani. Hii ndiyo vita, ndiyo inaitwa pambano kuu. Shetani akitaka kumpindua Mungu, na ni kesi ya uhaini. Sasa matokeo ya vita, nenda fungu la 8, hapo utakuta matokeo ya vita. Ufunuo 12:8. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Hii vita alishindwa huko mbinguni. Alishindwa. Na kwa sababu alishindwa, akafukuzwa, akatupwa. Na Biblia inasema katika fungu la 12:9, yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa jeshi lote hili likatupwa, yani likashindwa, alafu likafukuzwa. Mahini hawa wakafukuzwa. Na walipofukuzwa,
wakaenda porini kujificha, kutengeneza mfumo mpya wa vita. Kwa hiyo hawa wakaenda kujipanga upya, na huko walikokimbilia Mungu akatuma taarifa. Ufunuo 12:12, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa dunia ikaonywa kwamba amekuja kwenu, angalieni. Na wanadamu hawa wakaambiwa silaha ya kumshinda, Waefeso 6:12, watakayoitumia kumshinda, na wakajulishwa aina ya adui wanaotaka kushindana naye na nguvu zake. Wakaambiwa wanadamu, na wanaambiwa hata leo, na nakwambia hata wewe, Waefeso 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndio vita. Wakaambiwa acha kugombana nyinyi kwa nyinyi na kuuana. Vita hii mnapambana na shetani, mnapambana na majeshi mabaya katika ulimwengu wa roho, pepo. Mnapambana na wakuu wa giza hili na wana mamlaka. Ndipo ikabidi sasa, kwa sababu mwanadamu alishindwa, jemedari mkuu aliyemshinda mbinguni, ikabidi arejelee mbinu za vita zilizopangwa awali ikiwa tatizo hili litatokea. Akatwaa asili ya wakazi wa dunia, akakaa katikati yetu, akatujulisha habari za yule adui kwa kina sana, pamoja na kutupa mbinu sahihi ya namna ya kumshinda. Kakaa katikati yetu, na kwa vile alikuja kutupambania, aliingia vitani peke yake, sisi tukiwa watazamaji, na wengine katika marafiki zake wa karibu walikimbia, na mmoja wao wa marafiki wa karibu akajiunga na jeshi la shetani kama mpelelezi mwenye kuwapelekea taarifa Yesu yuko wapi. Wakati Yesu alikuwa kwenye bustani ya Gethsemani akiomba silaha za kumsaidia vitani, huyu askari wake mmoja akakimbia, anaitwa Yuda Iskarioti, akaenda akajiunga na shetani kama askari mpelelezi, ili alete taarifa Yesu yuko wapi. Mwisho wa hiyo vita ambayo ilimshusha jemedari mkuu duniani, jemedari akamshinda Yesu, akamshinda shetani mara ya pili hapa duniani. Alimshindaje? Nitatumia sasa Biblia Kiswahili cha kisasa. Wakolosai 2
fungu la 15. Nitalisoma kwa Biblia Kiswahili cha kisasa kuonyesha namna Yesu alivyomshinda shetani. Andiko linasema, fungu la 15, hiyo vita ya duniani iliishaje pale msalabani? Anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao au pepo watawala na wakuu, na aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Haleluya. Nimesoma version ya Kiswahili cha kisasa. Kwa hiyo akamshinda na akamburuta pale msalabani. Aina hii ya pili ya vita ilikuwa ni ushindi dhidi ya dhambi. Yesu mpaka anamaliza vita msalabani, anaangalia kama kuna kilichosalia, anaona akipo, anasema imekwisha. Maana yake vita nimemaliza. Shetani msalabani alishindwa kabisa kabisa kabisa. Alafu kwa kuwa alishindwa kabisa, hiki ndicho kisa cha uhaini kinachomkabili shetani na malaika zake. Maana msalabani si tu alitaka kupindua serikali mbinguni, ila msalabani alilenga kumuua mwenye hiyo serikali. Halo? Alilenga kumuua. Kwa hiyo ana kesi ya mauaji. Ndio maana Yesu anasema katika Yohana 8 na fungu la 44, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, akusimama katika hiyo kweli. Asemapo uongo, useme yaliyo yake mwenyewe, maana yeye ni mwongo na ni baba wa huo. Kwa hiyo waongo wote duniani, tangu anayedanganya mke wake kwamba nilikuwa tu hapa center, nilikuwa center, kumbe alikuwa kwa crash, wote hao ni wafuasi wa shetani. Halo? Tulia. Hako kameingia vizuri. Mume anayedanganya mke alikuwa kwa crash wake, lakini anamwambia ilikuwa center. Baba yake ni huyo. Mke anayedanganya mume kwamba nilikuwa chooni, kumbe alikuwa kwenye shughuli yake, baba yake ni huyo. Binti anayesema nilikuwa kanisani, lakini alikuwa sehemu, baba yake ni huyo. Kijana mdogo anayesoma shule, anayeiba daftari na kalamu ya mwenzake, baba yake ni huyo. Ukiambiwa toba, maana yake kama ukiona hayo maneno yamehusika na maisha yako, hapo ulipo, hata kabla ya wito, anza kuungama. Huu mustakabali ni mgumu, lazima tufanye ziada. Sasa shetani kama shetani alipomaliza kufanya uhaini huo, alihukumiwa kesi ya kifo. Kwa hiyo ni mfungwa wa kufa. Nenda Ezekiel 28:18. Anasema, kwa wingi wa maovu yako na kwa uovu wa uchuzi wako umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. Kwa hiyo alihukumiwa kesi ya kifo. Anajua kwamba ataungua kwa moto. Wanadamu wa duniani wananyongana, Mungu anyongi. Angalia moto unavyowaka.
nimetokeza moto ndani yako. Yaani zile kuni za kumchoma shetani, moto hautatoka nje, unakokwa ndani yake. Unaanza kuwaka ndani yake, alafu ule unaowaka wa wafuasi wake, yeye anatupwa mle, lakini moto ulishaanza ndani. Huyo ndiye Mungu. Sasa tuunganishe masomo. Miaka 1000 imeisha. Watakatifu wamemaliza kupitia majarida ya kesi zote za uhaini za waovu, akiwemo na mkuu wao Shetani na malaika zake. Na sasa ni halali kabisa kutekeleza hukumu ya kifo inayomkabili, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Baada ya somo uliolisikiliza lililopita la jana, kwamba watakatifu wanapitia kesi, sasa imefika mwisho, wamemaliza. Maana yake wanadamu wote ambao hawakuokolewa na Shetani wana kesi ya kifo. Wote wamehukumiwa kesi ya aina moja: kufa, kunyongwa mpaka kufa, kuunguzwa mpaka kufa. Imeeleweka? Sasa unakuwa mjinga kumfuata jamaa. Wewe unajua huyu ni mfungwa, na wewe uko nyuma yake, huyu ndio kiongozi wetu. Una akili nzuri, unajua kabisa huyu ni mfungwa. Shetani ni mfungwa na ana kesi ya kifo, na wote wanaomfuata wamehukumiwa kesi ya kifo. Naweka kwenye lugha ngumu ya kueleweka. Kwa hiyo matukio yanayoambatana na ujio wa Kristo baada ya miaka 1000 kuisha ni ya kutisha. Moja, tukio la kwanza, watakatifu, Kristo, watakatifu na jiji jipya la Yerusalemu wanashuka kutoka mbinguni. Moja ya matukio. Ufunuo 21:2 anasema, nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Unashuka. Na katika Ufunuo 21:9 akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akasema, njoo huku nikuonyeshe yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Jamaa amemaliza kuitesa dunia kwa mapigo 7. Sasa waliokombolewa wanaambiwa njoo huku sasa. Anasema katika fungu la 10, akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo kambi ya watakatifu. Humu ndimo watakatifu walimo. Na Ufunuo 21:27 anasema, ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Haleluya! Hao ndio wanaingia humo na wanashuka naye. Nenda Waebrania 12 na fungu la 23 uone wingi wao. Anasema Waebrania 12:23, mkutano mkubwa na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Hao ndio wako ndani ya huo mji, mkutano mkubwa, na anayewaandika mle ni Mungu mwenyewe.
mkutano mkubwa. Nenda Yuda 1 fungu la 14. Enoki aliwaona kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Yuda 1:14 anasema Enoki mtu wa 7 baada ya Adamu. Yani ukitaja akifika mtu wa 7 Enoki alitoa maneno ya unabii juu ya hao, akasema, angalia Bwana atakuja na watakatifu wake maelfu elfu. Haleluya. Wanashuka sasa. Walikuwa wameenda, wamekaa miaka 1000, wametalii, wamemaliza. Sasa wanarudi. Akitaka kwenda kwa Yesu, aulizi ni moja kwa moja. Yesu ni accessible, unamuaccess, unafika na anakusikiliza. Angalia tukio la pili. Kisha itakuwa ni saa ya kufufua waovu walioko makaburini, na hawa ni wale ambao hawakufufuliwa ufufuo wa kwanza. Nao watakuwa makundi mawili. Mmoja waliokutwa wamekwisha kufa Yesu alipokuja mara ya pili, walikuwa wameshakufa. Ufunuo 20 fungu la 5. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie miaka 1000. Wafu waliosalia, maana walikuwa makaburini. Alafu Yesu akachukua watakatifu wao, wakafanya nini humo ndani? Wakasalia, ambao ukichunguza vizuri ni wale tuliokuwa tunasema uiweke roho ya marehemu peponi. Mtu muovu, ametenda dhambi, amebaka, ameiba, amepigwa mawe, ndugu zake wanamuzika, uiweke roho ya marehemu peponi. Mnyamazage, mumwache Mungu awe Mungu. Sasa mliwapeleka, sasa ndio wanatoka kaburini. Wenzao walishaenda, wanarudi, wao ndio wanatoka kaburini. Kundi la kwanza hilo. Kisha litakuwa ni ile kundi la waliokuwa hai wakafa. Yani aliwakuta Yesu wakiwa hai, ila wakafa kwa kuwepo kwake, maana wawezi kukaa mbele ya utukufu wa Mungu. Hawa wako kwenye Ufunuo 19:21. Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aketie juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba nyama zao. Kwa hiyo hao wote makundi mawili watafufuliwa. Yesu anapokuja na mji wa Yerusalemu, watafufuliwa. Kundi la tatu, jambo la tatu, tukio la tatu, shetani atafunguliwa. Kwa kuwa kazi yake ilikuwa ni kudanganya na dunia ilikuwa haina watu. Sasa watu wamefufuliwa, wamejaa. Sasa shetani ataanza kazi ya kudanganya. Kwa lugha rahisi, ametoka kifungoni. Ufunuo 20 fungu la 7. Nayo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Fungu la 8. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4, Gogu na Magogu, na kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Hawawezi kumkataa. Pointi ya 4, shetani atawadanganya: 1, malaika zake na waovu wote, kisha kwa pamoja wataungana rasmi, naye atawaongoza ili ikiwezekana wautwae ufalme wa Mungu na mji mkuu wa Yerusalemu ulioshuka. Angalia Kutoka 20 fungu la 9. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na huo mji uliopendwa. Usimalize fungu.
wakiwa wameizunguka kambi ya watakatifu, waovu Mungu atawafanyia surprise. Watapata nafasi ya kuona kila dhambi waliotenda. Wataziona dhambi zao zote walizozitenda, fursa walizopewa. Mungu alivyowapa nafasi ya kuungama, wakamdharau, wakapuuza hizo fursa, yote wataonyeshwa kufumba na kufumbua. TV asiria, kila mtu kwa TV yake. Mungu atawapa TV asiria, kila mtu atamfunulia wazi wazi. Angalia Ayubu 34 fungu la 11. Neno la Bwana linasema, kwani atamlipa binadamu kwa kazi yake, naye atamfanya kila mtu kuona sawa sawa na njia zake. Kila mtu ataona. Kila mtu ataona. Ataonaje? TV asiria Mungu ataipitisha kufumba na kufumbua. Kila mtu ataona dhambi zake zote. Shetani ataona, malaika wataona, na wote wakishaona, wote dunia nzima ya waovu wote watasujudu na kusema, hukumu zako ni za kweli na za haki. Isaya 45 fungu la 23. Anasema, Mungu anasema, kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Kila ulimi. Sawa hiyo. Nenda Warumi 14 fungu la 10 na 11. 10 anasema, maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kiti cha hukumu cha Mungu ni cha nani? Nenda fungu la 11. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utamkiri Mungu. Kiti cha enzi, kiti cha hukumu ni cha nani? Wakorintho wa pili sura ya 5 na fungu la 10, neno la Mungu linasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Haleluya. Atakayekuwa kwenye kiti ni Yesu Kristo. Na wewe, nimekueleza asubuhi na jioni, nikipiga kelele hapa Kizingo, mwamini Yesu, mwamini Yesu. Uelewi, utaelewa siku hiyo. Nina macho ya kutosha, macho yangu Mungu aninipa makubwa. Nitazama leo, utaelewa, utaelewa. Utaelewa siku hiyo. Na ndio maana Yesu alisema katika Yohana 8:24, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Saa hii fungu hili litaeleweka. Ndio maana Mungu anataka uchukue hatua. Kwa kuwa shetani na malaika zake na waovu wote wameanguka mbele za Mungu na kusema hukumu zake ni za kweli, za haki. Ambaye hasomi Biblia vizuri anafikiri ya kwamba wanaweza wakatubu. Umedanganyika. Mlango wa rehema ulipofungwa, dunia ikaanza kupokea mapigo 7. Haya maneno yalitamkwa na Mungu. Ufunuo 22:11. Mwenye kuzurumu azidi kuzurumu. Mwenye uchafu azidi kuwa mchafu. Kwa hiyo hawawezi kuungama. Yaani baada ya mlango wa rehema kufunga, mbakaji atabaka kwenda mbele. Anayeoa unyeo ataoa maunyeo kwenda mbele, na mwolewaji maunyeo naye ataolewa maunyeo kwenda mbele.
roho ya toba haitakuwepo. Ndio maana mapigo 7 yanapokuja wanamtukana Mungu, maana mlango wa rehema ulishafungwa na ushawishi wa Roho Mtakatifu uliisha. Kwa hiyo kwa pamoja watakubaliana sasa washambulie kambi ya watakatifu, na shetani akiwa kiongozi wao, kwamba tuichukue. Wanapokwenda kufanya move, wanafanya move. Biblia inasema katika Ufunuo 17 na fungu la 14, hawa watafanya vita na mwanakondoo. Na mwanakondoo atawashinda. Haleluya! Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Mji unaposhuka, Yesu sio yule wa Bethlehemu, ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio wanaoitwa wateule waaminifu. Yani wale walio ndani ya mji, hawa ni watakatifu. Atawashinda. Itaishaje sasa? Atawashindaje? Hii vita itafanyikaje? Katika Ufunuo 29 anasema wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na ule mji uliopendwa. Tayari, toa amri. Kabla ya kutoa amri, niwasomee matokeo. Maliza fungu. Na moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Biashara imeisha. Biashara imeisha. Wakati wa sasa, wakati ni sasa. Sasa moto unawaka kila sehemu. Sasa Biblia inamalizaje? Baba lao shetani mwenyewe, sasa mwanzilishi wa dhambi, akakamatwa. Na anaweza kumkamata ni Kristo. Yeye alikuwa anamtesa Yesu hapa duniani, atazabwa vibao, ataelewa. Sikiliza, anakamatwa sasa. Kutoka 20, Ufunuo 20 fungu la 10. Anasema na yule ibilisi kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na nabii wa uongo, nao wanateswa mchana na usiku hata milele. Wakatupwa humo. Kwa hiyo mifumo yote, joka yuko humo, mnyama yuko humo, nabii wa uongo yuko humo. Nikikuita mtu wa Mungu kwamba achana na mifumo hiyo, ninaelewa mwisho wake ndio huo. Haikomei hapo. Mungu anaendelea. Vilivyotutesa vyote anavishughulikia. Angalia fungu la 14 kutoka 20:14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa linalokuwa moto. Na ndio mauti, hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Katupwa humo ile mauti, ili nayo ife. Mungu hajamaliza kazi. Nenda fungu la 15. Na iwapo mtu yoyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa liwakalo moto. Shetani yumo tayari, mauti na kuzimu yumo tayari. Sasa ndipo wote wakaingia ndani ya ziwa la moto. Moto, mzigo wote wa moto ulio ndani ya moto utaungua mpaka uwe majivu, wala hawatakuwepo tena na shetani wao. Na hii ndio inaitwa mauti ya pili. Malaki 4:1. Wataungua muda gani na watakuwaje? Anasema, maana angalieni, siku ile inakuja inawaka kama tanuu, na wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi.
Watakuwaje sasa? Fungu la 3, nanyi mtakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo zenu katika siku ile nifanyayo, asema Bwana. Kiwango cha kuungua, wataungua mpaka kuwa nini? Majivu, na hawatakuwepo tena milele na milele. Kifo, mauti, pia. Tukio hilo ndio linaitakasa dunia, ndio inaitwa la kuitakasa dunia. Nenda Petro wa pili sura ya 3 fungu la 7. Anasema, lakini mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa hakiba kwa moto, kwa neno hilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Moto umewaka mpaka imekuwa majivu, na kwa sababu hiyo hakuna tena dhambi na mwenye dhambi, hakuna mauti, hakuna kuzimu, hakuna mateso, hakuna shida. Mungu atafanyaje baada ya hapo? Ufunuo 21:1, atatamka kama alivyotamka mwanzo, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Mbingu mpya na nchi mpya. Fungu la 5, na yeye aketie juu ya kiti cha enzi akasema, tamka Baba, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Kufumba na kufumbua ni ulimwengu mwingine. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na ni kweli. Haleluya! Ni amini na ni kweli. Mungu atafanya ulimwengu mpya. Viko ndani ya uwezo wake. Viko ndani ya uwezo wake. Na neno la Mungu linasema katika Isaya 65 na fungu la 17, anasema wazi wazi, maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala yataingia moyoni. Haleluya! Mbingu ya kwanza, nchi ya kwanza, shida hazipo. Kuna wanaume walisharogwa na wake zao, anatembea ameisha. Ukishinda hii vita utarogwa tena, atabaki yeye mwenyewe na uchawi wake kwenye moto. Haleluya! Wa mama mnaroga mno, kuta mume ameshaisha akili, amerogwa. Hata unakuja na wara yako, penzi wako, yeye alisharogwa, anabaki kusema, Mama John, naona umekuja na kaka yako. Kichwa kibovu. Mnaingia kwa ikuru, mnaingia chumbani, na anakuja na chungule, naona mko mna mazungumzo, mimi naenda sokoni, mkimaliza utaniita. Kichwa kibovu. Wote mlio waroga hawarogeki. Mungu anafanya mambo yote kuwa mapya. Mapya kabisa. Mapya kabisa. Kila kitu. Dhambi haipo tena. Ni ushindi kwenda mbele. Mungu atafanya mbingu mpya na nchi mpya. Kabla ya matukio hayo, Mungu anatafuta watakao kuwa ndani ya mji wa Yerusalemu. Ninachokifanya hapa ni wito. Ni wito wa wanaume na wanawake ambao katika akili zao wanaona ni vizuri kumwamini Yesu ili wawe katika mji wa Mungu.
Bwana anaposhuka, adhabu zinapotolewa, wawe huru. Bwana amewakomboa, Bwana amewaosha, amewasamehe. Nasema leo wewe unayenisikiliza kwenye kituo, pale ulipo unapotazama, una nafasi leo. Ukisikia sauti ya Bwana inakuita, jua ya kwamba wakati ni sasa. Fanya maamuzi, usichelewe. Unasubiriwa na mbingu. Unasubiriwa na mbingu. Kati wanaimba katika moyo wako, kama unatamani, anza sasa kufanya maamuzi ya mwisho. Maana kama ni ubatizo ni kesho, na maamuzi ya leo yanatakiwa. Bwana amekupa nafasi ya kufanya maamuzi. Ukweli umeujua, hakuna kinachokusumbua sasa. Wakati ni sasa. Mungu akubariki, Mungu akutie moyo. Amina. Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa.
Bila shaka katika kituo ambacho upo, mtumishi wa Mungu, mchungaji, mzee wa kanisa anayesimamia kituo hicho yuko anaandaa darasa zuri kwa ajili ya ubatizo wa kesho. Na yawezekana sasa anatoa wito wa mwisho, wakati hapa Kizingo tunaendelea kutoa wito. Tafadhali katika kituo hicho, au wewe uliyekuwa unatusikiliza kwa njia ya mtandao, iwe ni YouTube, iwe ni Facebook, ulikuwa unatusikiliza na umekata shauri na kuna namba zilikuwa zinapita hapo, tafadhali tuma message leo ili tujue uko wapi, ulikuwa unasikilizia wapi, ili tuweze kukuelekeza ni kanisa gani utakwenda na kusema nimeamini, wapate kuandaa ubatizo wako kesho. Tafadhali toa taarifa kama umekata shauri. Na katika vituo vyetu, tafadhali wazee, wachungaji, endelea kutoa wito na toa taarifa juu ya kazi Bwana alivyoisimamia katika kituo ambacho upo. Mungu akubariki sana. Na hata mlio mbali kabisa ya nchi ya Kenya, wewe tuma tu ujumbe kwenye zile namba zinazopita, maana tutazungumza na mtu atakaye kuelekeza ni wapi utakwenda kupokea ubatizo katika siku ya kesho. Bwana akubariki sana unapofanya maamuzi hayo mazito makubwa. Lakini hapa Kizingo kwenye kituo hiki, jioni ya leo tumeona mwisho wa dhambi, na ni tamaa yetu kuziungama zote mwisho unapofika zikiwa juu ya shetani, sisi tuwe huru. Katika moyo wangu ninajua Mungu alikonitoa safari ndefu, na bado anatembea nami, maana sijamaliza mwendo. Nawe kama unasema Bwana tembea nami nimalize mwendo nikiwa shujaa, niwemo katika ule mji mtakatifu ambao kutakuwa na maelfu ya wateule waaminifu pamoja na Bwana wangu Yesu Kristo. Kama ni tamaa yako Bwana kuongoze ufike mahali hapo, simama pamoja nami. Na unaposimama, kama katika kituo hiki kuna mtoto wa Mungu, kuna watoto wa Mungu walioamua ya kwamba Sabato kesho tunabatizwa, ama umekuja jioni ya leo, tunataka tuombe nawe ili Bwana akupe ujasiri wa kuifikia kesho kwa ujasiri. Wewe tembea tu uje hapa tuombe na wewe, tuombe na wewe, tuombe na wewe. Tunatamani tuombe na wewe. Kama katika mkutano huu, tafadhali sana njoo sasa. Kama kwenye mkutano huu na umeamua kubatizwa, tutaomba kwa ajili yako, kwa sababu Bwana ana mamlaka ya kukutunza mpaka wakati wa ubatizo. Bwana akubariki sana. Kama kuna mtoto wa Mungu amekuja jioni ya leo na katika nafsi ya moyo wake ameamua ya kwamba nitabatizwa kesho kwa neema ya Bwana, tembea tu uje, kwa sababu ni nafasi ya maamuzi, ni nafasi yako, na Bwana anajua mashindano ulionayo. Usisite, maana ni wewe na Mungu, ni wewe na Mungu, ni wewe na wokovu wako. Wala wokovu wako au mtegemei yoyote katika wanadamu. Bwana akubariki. Ulikuja kwa kazi nyingine, umekutana Mwokozi. Bwana akubariki sana. Haujachelewa. Hata kama ulikuwa hujafanya maamuzi, lakini umesikia sauti ya Bwana leo na unasema katika moyo wako ya kwamba nitabatizwa, tembea rafiki yangu, njoo. Tembea rafiki yangu, njoo. Maana leo ni siku ya maamuzi. A final decision is made. Mtu anapotafakari kwa kina, Roho Mtakatifu akamsaidia, anafanya maamuzi ya mtu mwenye akili timamu. Kama katika moyo wako unasema, Mungu wangu, I have made my own decision, no one is helping me, I am making it myself, tembea uje. Usimtegemee mtu katika masuala ya ukombozi. Atakudanganya leo, utaacha kuja, uokolewi. Yeye kesho akisikia sauti anajitoa, wewe unabaki. Ule moto sio wetu. Aliyeandaliwa moto
Tangu alipoasi mbinguni ni shetani. Yuko anatafuta tu wateja. Kataa uteja na shetani. Mkatae na mambo yake. Fanya kukata shauri. Jioni leo Bwana anapoongea na moyo wako, tunaamini umefika sehemu ya kujua ukweli. Na hata kama ulikuwa ni mshiriki, sasa umejua ya kwamba msumeno ni mkali. Tembea pamoja na Yesu mpaka mwisho. Ushindi upo. Ushindi upo. Na watu wanakuja katika saa ya mwisho kupokea ushindi wa Kristo. Saa ya mwisho kupokea ushindi wa Kristo. Na hawashindwi, kwa kuwa Bwana siku zote usimama nao. Niliwahi kumwona mama mmoja, tuko ndani ya kisima cha ubatizo, tumemaliza, anaingia saa ya mwisho. Wanabatiza, mimi nilikuwa nahubiri lakini wanabatiza. Mchungaji akaanza kunitafuta, niko wapi? Mama ameshaingia kwenye kisima na amekuja kwa kusikia wito. Yuko kisimani. Mchungaji ananitafuta. Nilipogundua ananitafuta ili tuzungumuze juu ya ubatizo wake, mimi nikajua huyu mama sikumleta mimi, ameletwa na mbingu. Kwa hiyo nikatokomea ndani ya watu, nikajificha ili mchungaji atumie akili zake na Mungu wake. Mwisho nikasikia mchungaji amenyanyua mkono, kwa kuwa umemwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wako, mimi ni nani hata nikuzuia usibatizwe na umeshaingia ndani ya maji? Akambatiza. Leo, kesho, katika vituo vyetu, kama ulikuwa bado hujakata shauri, una nafasi bado kubwa tu. Kubwa tu. Na baada ya hapa, hawa ambao wanasema wanabatizwa, watumishi wa Bwana watakaa nao dakika chache, si nyingi, ili waende nyumbani, lakini wawape maneno mawili matatu, maana shetani amekasirika tayari, ili awawekee uzio. Baba wa milele hapa Kizingo, kando ya wengi ambao watabatizwa, wako wengi tena ambao wamekuja na jioni ya leo. Hawa wawekee uzio wa ulinzi wako. Ni watoto wako. Wamefanya maamuzi katika saa ya jioni. Uweza wa Bwana wetu Yesu Kristo wakalia juu yao. Wavuke ng'ambo wakiwa salama. Watunze hadi kesho saa ya ubatizo. Wasimamie mwenyewe. Na usiku wa leo waonyeshe maono na yale mambo wanayotarajia wayafanye wanapojiunga na kanisa lako. Karama na vipawa na uweza wa Roho Mtakatifu we juu yao sasa, tangu sasa na hata watakapobatizwa. Na katikati ya kutano hili watoto wako walisimama, wakasema kwa mwenendo huu wanatamani waongoze maisha yao yote, wanapoyamaliza wapate uzima wa milele. Tunashukuru sana vituo vyetu vyote, hata kituo cha karibu hapa cha Malaki, ambacho askari kwa unyenyekevu mkubwa wamekuwa wakikusikiliza, wakisikia maneno haya ya uzima. Na jioni ya leo wamesikia, tafadhali walinde, watunze, wape afya njema, maana nao ni watumishi wako, ili wanapokutumikia na kulitumikia taifa letu la Kenya, pia watumike kwa ajili ya uzima wa milele. Sisi wote tunajiweka mikononi mwako jioni ya leo, tuvuje ng'ambo tukiwa salama, maana tumeomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. 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 Karol, unajihisi vipi unapoona